remorsefully and Jukwaa la wataalamu wa Pwani limetaka kuwepo kwa mifumo mseto ya ugavi wa mapato kwa kaunti ambao utatanguliza usawa wa kikanda. Jukwaa hilo linalofahamika kama Coast People's Forum yani CPF linahimiza Seneti kukabiliana na mfumo mseto katika mijadala inayoendelea kwa msingi wa 4 wa kugawa mapato kati ya serikali ya kaunti. Katibu mkuu wa CPF Stephen Mwakesi amesema kwamba ingawa dhamira ya kuleta utulivu wa mapato ya kaunti na kujumuisha tofauti za kiuchumi kupitia hatua kama vile vigezo vya umbali na vile mapato kama inavyopendekezwa na Tume ya Ugavi wa Mapato CRA katika msingi wa 4 ni hatua ya mwelekeo sahihi, jukwaa hilo linahisi kwamba faida ya kaunti sio sawa. Amebainisha kwamba mfumo uliopendekezwa ni sawa na mfumo wa one man one shilling ama one man one vote, hivyo utasababisha kuendelea na kuongezeka kwa idadi ya jamii zitakazotengwa. Kuhusu muundo wa sasa wa msingi wa 4 kama ulivyopendekezwa. Uchambuzi wetu unaungwa mkono na ripoti za CRA na ofisi ya bajeti ya bunge unaonyesha kuwa ingawa kaunti zote zitafaidika kwa kiasi kidogo chini ya formula inayopendekezwa, faida hizo hazisambazwi kwa usawa, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu haki kwa muda mrefu. Tunaamini kwamba formula hiyo inaweza kuongeza pengo la usawa hasa kwa kaunti ambazo kihistoria zimebaguliwa kama zile za Pwani. Masuala muhimu ya wasiwasi. Kwanza ni kuegemea sana idadi ya watu. Hili linazipa kaunti zenye idadi kubwa ya watu faida isiyo na haki na kuharibu lengo la maendeleo ya usawa. Pili, kuondolewa kwa mgao ya sekta maalum. Kutolewa kwa viashiria vya afya, kilimo, barabara na huduma za mjini kunafuta mifumo iliyokuwa ikisaidia kaunti zisizoendelea.